Hujambo, karibu. Mimi nakusabahi. Hii ni Kajenjere TV. Jina langu ni Rashid Kasim. Nataka tutazame mgogoro wa klabu ya Young Africans pamoja na ligi kuu NBC Tanzania Bara. Huu ni mvutano ambao itakumbukwa umesababishwa na mchezo ulioahirishwa wa Machi 8. Wenyeji wa mchezo walikuwa ni Yanga. Lakini baadaye Simba wakatoa taarifa kutoka shiriki bodi ya ligi ikaahirisha mchezo. Mambo yamekuwa ni mengi. Na wiki hii kumekuwa na matukio kadha. Ikiwemo baada ya Rais Wallace Karia kurudi kutoka CAF ambako alikuwa na kikao, alivyorejea kauli ambayo alitoa ikaje kamuibua baadaye afisa habari wa klabu hiyo ya Yanga ndugu Haji Sande Manara. Yeye akaitisha press na waandishi wa habari akazungumza vya kuzungumza, uchambuzi ukawa ni mwingi. Mwisho wa siku uchambuzi ukachambuliwa kwenye vituo vya radio station, TV na nini kote ambako mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini mwisho wa siku wazee wa klabu ya Yanga bwana wenyewe wamefika hatua ya kuamua kutoa tamko. Wazee wa klabu ya Yanga wamefika sehemu ya kuamua kutoa tamko kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye klabu yao baada ya barua yao ambao waliandika kwenda kwa bodi ya ligi kuomba wapatiwe alama 3 pamoja na magoli 3 kama ambavyo kanuni inasema pindi timu moja wapo inapoogomea mchezo. Wazee wa Yanga wamekuja na kutoa kanuni. Sasa kabla hatujaja hapa kuwasikiliza wazee wa Yanga wao wanazungumza nini, mimi nataka tupite kwanza kwa dakika kadhaa kwenye kurasa za magazeti ambayo niko nayo hapa mezani. Tutazame siku ya leo, siku ya Alhamisi, magazeti ya michezo yameandika nini hasa kwa hili fukuto ambalo linaendelea. Mimi nikukumbushe mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania Bara mzee Steven Mguto alifanya mahojiano jana na kituo cha Mwananchi Digital na alizungumza mambo kadha, ikiwemo kubwa zaidi ni kwamba kwa hili tukio lilopo kwa sasa kinachotakiwa ni busara pekee ndio ambayo inahitajika. Lakini pia mzee Mguto aliuliza atamshangaa mtu ambaye hataki kutumia busara kwa hili jambo lilipofikia hapa, lakini alienda mbali akasema endapo jambo litawashinda basi watawaita serikali waweze kuwasaidia. Sasa mambo yamekuwa ni mengi, watu wanasema endapo tukiwaingiza serikali tutafungiwa kama ambavyo Kenya wamewahi kufungiwa. Itakumbukwa shirikisho pia la soka nchini Kenya, serikali ilikuja kaingilia masuala ya soka. Baada ya kuingilia masuala ya soka shirikisho la Kenya wakaja wakapigwa ban, naona shirikisho la Kenya likafungiwa kabisa kwenye masuala ya michezo na CAF kabla ya kuja kufunguliwa baadaye. Kwa hiyo uchambuzi umekuwa ni mengi tunapozungumza sakata hili la Yanga na ambalo lilizalishwa na ule mchezo wa dabi kuahirishwa, limekuwa na tempa majoto ya hali ya juu. Sasa kabla tuyaje hapa kuwasikiliza wazee wa Yanga kama ambavyo mimi nikwambia, nataka tupite kwenye kurasa za magazeti ya michezo tutazame nini ambacho kimeandikwa. Tuanze na gazeti la Mwanasports. Lenyewe gazeti la Mwanasports limeandika Mfaransa kuamua kesi ya Yanga CAS. Gazeti la michezo la Mwanasports lenyewe limeandika hivyo, lakini limeandika Simba danganya toto, takwimu za ligi za fechua uhalisia. Mwanasports pia limeandika taarifa za mbele kwa maana ya michezo ya nje ya nchi. Tunazungumzia kwa wale wapenzi wanaopenda kutazama mpira ya Ulaya, Man United yaongeza striker mwingine, Mwanasports limeandika. Lakini Liverpool kutema majembe 12, lefa wa kwanza wa kike na vituko vyake, gazeti la Mwanasports limeandika. Lakini katika kuitazama kwa uchache habari hii inasema uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPLB umeipa ruhusa Yanga kwenda mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo maarufu ama CAS kupinga uamuzi wa kuahirisha kwa mchezo wao dhidi ya Simba uliopangwa kuchezwa Machi 8. Yanga inaona uamuzi huo haujaitendea haki, ikidai haukufuata kanuni na ulilenga kuibeba Simba iliyotangaza kutokuwa tayari kucheza mchezo kwa vile ilizuiliwa kufanya mazoezi kwenye dimba la Benjamin William Mkapa siku moja kabla mchezo. Lakini mwenyekiti wa bodi TPLB Steven Mguto ameliambia Mwanaspoti hawaizuii Yanga kwenda CAS, lakini wanapaswa kusubiri hadi bodi itoe uamuzi wa mwisho juu ya swala hilo. Mwenyekiti Mguto bwana yeye amesema Yanga wanapaswa kusubiri bodi itamua nini kabla ya kwenda CAS, kwamba unaendaje CAS wakati bodi ya ligi yenyewe bado haijatoa tamko, kwamba ni vema Yanga wangesubiri wakasikia bodi ya ligi yenyewe imeamua nini.
watazame kile ambacho kimeamliwa na bodi ya ligi, ndipo waende CAS kuliko kwenda CAS moja kwa moja. Lakini kwenye hii kesi ya Yanga huko CAS itaamuliwa na Mfaransa ambaye amekwisha tajwa moja kwa moja kwamba Mfaransa ambaye atasimamia kesi hiyo. Ni mwanamama ambaye yeye ndiye msimamizi wa kitengo, ama ni rais wa hiko kitengo. Na kitengo bwana cha CAS kwenye usuluhishi wa michezo huwa kinaamuliwa na jopo la kuanzia mtu mmoja mpaka watu watatu, lakini rais wa kitengo hicho ni mwanamama ambaye ni raia wa Ufaransa. Kwa hivyo Yanga bwana wameambiwa na mwenyekiti wa bodi ya ligi kama vipi wangesubiri kwanza, ingawa zipo taarifa ambazo zinaeleza kuna barua ambayo ilivuja ambayo inaelezwa kwamba Yanga walijibiwa na bodi ya ligi. Kwa hiyo barua ilivuja na ikasambazwa mitandaoni. Lakini tunakumbuka bodi ya ligi ilikuja ikakana kwamba hawajawajibu Yanga kwa ile barua yao ambao Yanga waliandika kudai point 3 pamoja na kutaka bodi ijiuzuru, kwamba hawana imani na mwenyekiti wa bodi ya ligi Mzee Mguto pamoja na mwenyekiti ama mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo. Bodi yenyewe imesema Yanga hawajajibiwa. Kwa hiyo kile ambacho barua ambayo inasambaa mtandaoni na afisa habari wa bodi ya ligi yeye amesema na wao wanaiona ile barua kama ambavyo unaiona wewe, lakini hawajawajibu Yanga. Sasa kwa undani zaidi tutaendelea kufuatilia, lakini Mwanaspoti ukurasa wao wa nyuma kabisa lenyewe limeandika kwani Spurs wanafeli wapi? Lakini pia Mwanaspoti limeandika habari hii inapatikana kwenye ukurasa wa mwisho wa gazeti hili. Mwanaspoti limeandika wanarudi, yani siku za majeruhi wa Arsenal ambao wanarudi mzigoni. Itakumbukwa mtu kama Kai Havertz ni majeruhi, mchezaji Tahekilo Tomiyasu ni majeruhi, Gabriel Jesus pamoja na Bukayo Saka wanarudi, kwa maana kwamba kwa sasa wamekwisha pona. Lakini mkononi mwangu pia ninalo gazeti la Nipashe upande wa michezo, lenyewe limeandika Fadru ataka mabao mengi ugenini, CAF aeleza itakuwa mtaji kwa Simba kufuzu hatua ya nusu fainali. Ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kusonga mbele, kocha mkuu wa kikosi cha Simba Mwalimu Fadru amesema anahitaji mabao mengi katika mechi ya kwanza ya mashindano ya kombe la shirikisho hatua ya robo finali dhidi ya Al Masry itakayopigwa Aprili 2 mwaka huu huko nchini Misri. Kuelekea mchezo huo, Mwalimu Fadru amesema yeye anachokihitaji zaidi ni mabao mengi ambayo ana hakika yatamvusha kwenda hatua ya nusu finali. Lakini Nipashe lenyewe Mwanga wa Jamii limeandika bodi ya ikana Yanga na dabi bara kurudiwa. Bodi ya ligi kuu nchini TPLB imesema hakuna barua yoyote ambayo imeandika kuijibu Yanga, huku ikisisitiza mchezo wa dabi wa ligi kuu NBC Tanzania bara uliopangwa kufanyika awali Machi 8 mwaka huu na kuahirishwa sasa unasubiri kupangiwa siku nyingine na mchezo uko pale pale. Bodi ya ligi imesisitiza. Hata hivyo, Nipashe lenyewe limeandika bodi hiyo imeweka wazi kwa sasa wanahangaika kutafutia mchezo huo tarehe mpya. Hiyo ni kumujibu wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tuwasikilize sasa, ama twende kuwasikiliza wazee wa Yanga, wao wameamua nini baada ya kukaa kikao na tamko lao ni lipi kwa bodi ya ligi, lakini pia kwa rais wa shirikisho la soka hapa Tanzania ndugu Wallace Karia. Mimi ni miongoni mwa wale watu ambao wanasema kwamba ukifuga mbwa kama habweki bweka mwenyewe. Na mimi pia ni miongoni mwa wale watu ambao ukiwa una shughuli, ukiwalika watu kwenye shughuli kama hawachezi, cheza mwenyewe. Kwa hiyo sisi wenye shughuli leo tumekuja kucheza. Ni dogo tu. Itifaki itatoa tamko, lakini naomba tu ifahamike kwamba litakuwa tamko 1.5. Nusu ninayoumie. Hii nusu ya kwangu mie. Yule bwana mkubwa kuna neno kalitamka ambalo limekwenda kutudhalilisha. By professional mimi msanii, kama mnajua. Mimi msanii, mtengeneza filamu na ni muigizaji. Toka nikiwa na umri mdogo mpaka niingia kwenye umri wa uzee, bado mimi ni msanii wa kutengeneza filamu. Nimeumwa kuona kwamba kiongozi wa taasisi amefika mahala kuifananisha tasnia kama mchezo wa kivu unofanywa na wapu. Hii imeniuma. Naona utu wangu kumbe unaonekana ni mfano wa kutolewa mifano katika mambo ya kijinga jinga ambayo yeye kayafanya.
Sasa mimi kama mimi nasema tu abakie kwenye kanuni zinavyoelekeza. Nimeona kwenye mitandao humu kuna mwenyekiti wa bodi amekuwa na sura mbili. Ukimsikiliza kama ana nidhamu hivi, upande mmoja anasisitiza kanuni, upande mwingine anasisitiza hekima na busara. Kwa hili lilipofikia, hekima zikae pembeni, kanuni zifatwe. Viongozi wetu ambao wanaumiza kichwa kuwekeza fedha, wanaumiza kichwa kutafuta vipaji kuvileta, wanaumiza kichwa kutafuta wataalamu. Mpira hukua hapa. Mpira unakotokea mnajua. Lakini mpaka kumefanyika mapinduzi ambayo yeye leo anajinasibu nayo. Hivi tujiulize, haya mapinduzi yanayopita akajinasibu nayo ni ya kwake kweli? Ni vilabu. Kama huna kilabu imara, huna kilabu chenye uwezo wa kuwa na mikakati imara, manake ni kwamba hata timu yako ya taifa nayo inakwenda kuwa bogus. Sasa kinachotuuma ni kwamba anazifanya klabu zetu kupitia wawekezaji wetu, kupitia wataalamu wetu, kwamba ni watu wanokaa kama vile wanacheza mdako. Hii inatuuma. Sasa sisi tunataka tumwambie kwamba ule mchezo ule usema ule tutamchezesha yeye. Awe ana akili timamu atacheza, hana akili timamu atacheza. Atacheza mchana au usiku tutamchezesha. Kwa sababu namna ya kumchezesha tunajua. Uwezo wa kumchezesha tunao. Sababu ya kumchezesha tunayo. Atacheza. Si wanachama wa Yanga Zanzibar tunaamini kuwa kuhairishwa kwa mechi ya tarehe 8 si maamuzi ya bodi, bali ni maamuzi ya Simba walioyatoa saa 8 usiku. Hivyo bodi na TFF wanaendeshwa kwa matakwa ya Simba, kitu ambacho ni hatari kwa mpira wetu. 2. Tunaunga mkono tamko la uongozi wa klabu ya Yanga la tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 kuwa klabu yetu haitocheza mechi yoyote ya marudiano na Simba kwa tarehe itakayopangwa na bodi ambayo hatuna imani nayo kwenye ligi ya mwaka huu. 3. Tunautaka uongozi wa Yanga kuto kukubali suluhu na nasaa yoyote kutoka kwa TFF itakayoitaka Yanga kukubali kucheza mechi na Simba iliyohairishwa, na tunaiunga mkono Yanga hata kama itashushwa daraja. 4. Sisi wanachama wa Yanga, wapenzi na wapenda soka wa Zanzibar, tunamtaka ndugu Wallace Karia aombe radhi juu ya kauli za udhalilishaji wa viongozi wa vilabu vya mpira nchini Tanzania na hasa viongozi wa klabu ya Yanga. Umewasikiliza hapa wazee wa klabu ya Yanga ambao wao wamekaa na tamko lao hilo ambalo wamelitoa kwa rais wa shirikisho la soka Tanzania Wallace Karia kwa kile ambacho kimeendelea. Lakini pia nikukumbushe makao makuu ya klabu ya Yanga leo hii wazee wa klabu hiyo watakaa kwa ajili ya kikao na wanatarajia kutoa tamko. Kwa hiyo jioni ama majira ya baadaye sana mchana tutapata pia tamko la wazee wa Yanga ambao wao wanakaa. Na yote hii ni sakata hili la mchezo wa dabi ya Kariakoo lilipofikia, ni wanasema limefikia pamoto kwa sababu ni matamko juu ya matamko, matamko juu ya matamko. Kwa hiyo hao ni wazee wa Yanga ambao mmewasikiliza, lakini wazee wengine leo kwa makao makuu ya klabu ya Yanga watazungumza. Mimi nimalize na gazeti la Uhuru, gazeti la Mwananchi pamoja na Habari Leo. Upande wa michezo yenyewe ameandika nini kuhusiana na michezo siku ya leo Alhamis Machi 20? Gazeti la Uhuru kweli daima lenyewe limeandika Msuva Baka waanika mbinu za kuiua Morocco. Nikukumbushe
Msuva Baka waanika mbinu za kuiua Morocco. Ni wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Simon Habiboul Msuva pamoja na Ibrahim Hamadi Baka wameweka wazi kuwa wamejiandaa vema kupambana dhidi ya Morocco. Mchezaji Simon Habiboul Msuva pamoja na Ibrahim zamani alikuwa anaitwa Koplo Ibrahim Baka, lakini amepandishwa cheo, kwa sasa ni Sergeant. Kwa hiyo unaweza kumuita Sergeant Ibrahim Hamadi Baka na si Koplo Baka kama ambavyo alikuwa anatambulika zamani. Wakizungumza mkoani Tanga kupitia mtandao wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, wamesema wachezaji wote wa timu hiyo wapo tayari kupambana na Morocco katika pambano litakalopigwa tarehe 26 mwezi huu. Ni mchezo wa kuania kufuzu kombe la dunia utakaochezwa mjini Hana Auja nchini Morocco. Taifa Stars dhidi ya timu ya taifa Morocco, na Watanzania tumezamilia kwenda kuonyesha kile ambacho tumekipanga. Lazima tukacheze kombe la dunia na hatuna masihara hata kidogo kwa msimu huu. Yani hatutaki na tunasema tucheki na yoyote. Kwa hiyo wachezaji bana wa timu ya taifa wanakuambia wachezaji wamejipanga. Kinukuliwa bana Simon Msuva amesema Msuva kwa sasa anahudumu, anaichezea timu ya Al Tarab Sport Club ya Iraq. Amesema wanaendelea na maandalizi kuelekea mchezo huo muhimu. Amenukuliwa anasema hivyo, kama wachezaji tunaipambania nchi yetu kwa jasho na damu ili kupata matokeo mazuri. Tunajua mchezo wowote utakuwa ni mgumu, lakini wachezaji wote ambao wameitwa na kocha Hamid Morocco ni bora, amesisitiza Habiboul Simon Msuva katika mchezo ambao utachezwa tarehe 26. Leo tarehe ngapi bwana? Leo ni tarehe 20, tarehe 26 ni Taifa Stars dhidi ya timu ya taifa ya Morocco ambayo iko nyuma kule, inaongozwa na beki kitasa ambaye anachezea timu ya PSG ama Paris Saint-Germain, na mzungumzia Achraf Hakimi ambaye aliwahi kuja hapa Tanzania kidogo kwenye matembezi. Kwa hiyo tutakuwa na mchezo wao, lakini katika kuelekea kufuzu kombe la dunia wachezaji wa timu ya taifa bwana wenyewe wamezungumza na wanasema hawacheki na mtu yeyote, na tumezamilia sisi kwenda kucheza kombe la dunia, na inawezekana kama tumefuzu AFCON mfululizo, basi kwa nini tusipate nafasi ya kufuzu kombe la dunia? Ni kitu ambacho kinawezekana. Lakini lenyewe gazeti la Uhuru Ukweli Daima limeandika kocha Simba Queen yeye bado ana matumaini kibao licha ya kupokea kichapo kutoka kwa mtani wao Yanga. Lakini gazeti la Uhuru na Ukweli Daima lenyewe likuishia hapo, limeandika Nyambui amesema Dr. Devota amekoshwa na miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Habari hii unaipata ukurasa wa 21 wa gazeti hili la Uhuru Ukweli Daima. Fadru atangaza vita Misri. Kocha wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Mnyama Simba, kocha mwalimu Fadlu Davis anakinoa kikosi hicho Wekundu wa Msimbazi Simba bana, ametangaza vita kama ubaya basi uwe ubwela nchini Morocco. Ni pointi 3 tu na anataka magoli mengi kuelekea mchezo ambao atacheza dhidi ya Al Masry, mchezo ambao utapigwa kwenye dimba la Suez, mji wa Suez. Ni tarehe 2 Aprili ndiko ambako mchezo huo utafanyika, kabla ya kuja kurudiana wiki moja baadaye kwenye dimba la Benjamin William Mkapa hapa Tanzania. Nipashe limeandika hivyo upande wa michezo, lakini mkononi kwangu pia si haba niko na gazeti la Mwananchi lenyewe limeandika TPLB yafungua mlango Mfaransa kuamua CAS, na habari picha inamonyesha mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee Steven Mguto pamoja na mwanamama ambaye yeye ndiye msimamizi kwenye mahakama hiyo ya usururishi wa michezo kimataifa CAS, ndiye ambaye amesimama hapo. Habari picha ya Mwananchi umeliona, na Mwananchi lenyewe bwana limeandika bodi ya ligi kuu Tanzania bara imesema haizuii Yanga kufungua shauri lake zidi katika mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS huko Switzerland, huku ikitamba ipo tayari kujitetea iwapo itaitwa. Lenyewe gazeti la Mwananchi limeandika hivyo. Bodi ya ligi yenyewe imesema haizuii Yanga kufungua milango katika mahakama ya usuluhishi wa michezo yenye makao yake makuu nchini Switzerland, huku ikitamba iko tayari
kujitetea iwapo itaitwa. Habari hii bwana unaipata kwa uzuri sana kwenye gazeti hili la Mwananchi. Unaweza kununua gazeti hilo na utaipata. Kauli hiyo ya TPLB imekuja muda mfupi tu baada ya Yanga kulipotiwa kupeleka malalamiko yao CAS kupinga uamuzi uliofanywa na bodi ya ligi kwenye mchezo wao dhidi ya Simba uliopangwa kuchezwa Machi 8 mwaka huu 2025. Lakini kwa kumaliza, Mwananchi limeandika Mfaransa anawasubilia huko CAS. Mfaransa bwana, mwanamama huyu yuko kwenye habari picha ya gazeti la Mwananchi. Yeye anawasubilia Yanga huko CAS waende tu, yeye yupo kwa ajili ya kusikiliza kesi, wakati Yanga wakisubiri kufahamu tarehe ya kusikilizwa shauri hilo pamoja na jopo la wasuruhishi. Mwongozo ama uendeshaji wa mashauri wa CAS unampa mamlaka mwanamama anaitwa Kaole. Yeye ndiye ambaye anasimamia na anawasubiri muda wowote kuanzia sasa. Watakapofika huko, yeye yupo kwa ajili ya kuamua. Lakini gazeti la Mwananchi lenyewe limemaliza hivyo. Gazeti la Habari Leo upande wa michezo lenyewe limeandika Morocco hana wasiwasi. Morocco hana wasiwasi. Ni kocha mkuu wa kikosi ya Taifa Stars, lenyewe limeandika hivyo gazeti la Habari Leo. Kocha mkuu wa Taifa Stars Hemed Suleiman Ali maarufu kama Moloko amesema anajua wanakwenda kukutana na timu ngumu kweli kweli, lakini kwa hali walionao wachezaji anaamini watakwenda kushinda mchezo huo. Kocha wa kikosi cha Taifa Stars bwana Hemed Suleiman Moroko yeye amesema anafahamu timu anayokwenda kucheza nayo ama tunayokwenda kucheza nayo sisi Tanzania, kwa maana ya timu ya taifa Morocco ni ngumu kweli kweli, lakini yeye ana imani Taifa Stars itashinda huo mchezo. Taifa Stars inakabiliwa na mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Morocco unaotarajiwa kuchezwa Machi 26 mwaka huu kwenye mji wa Auja huko nchini Morocco. Akizungumza kwa njia ya simu kutoka Tanga, Hemed Morocco amesema walishakutana na Morocco mara nyingi na wachezaji wake kwa sasa wanajiamini, hivyo watakwenda kufanya vizuri. Ukitaka kuipata kwa uzuri sana habari hii, itafuta gazeti la Habari Leo, limeandika ukurasa wake wa mwisho. Lakini Fadru anika mikakati mizito, limeandika hivyo gazeti la Habari Leo. Fadru bwana anika mikakati mizito. Mwalimu mkuu wa kikosi cha Simba Sports Club kocha Fadlu Davis amesema anataka kufanya vizuri kwa mashindano yote matatu, akimaanisha ligi kuu NBC Tanzania Bara, kombe la shirikisho CRDB Federation Cup pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika CAF Confederation Cup. Mwalimu Fadlu anataka kufanya vizuri. Simba wanatarajia kurejea kambini mwishoni mwa juma hili kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Bigman FC ya Lindi pamoja na kombe la shirikisho dhidi ya Misri. Akizungumza Dar es Salaam jana, Mwalimu Fadlu amesema wachezaji wake wanatakiwa kutambua umuhimu wao kama timu na sio kutengeneza uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Gazeti hili la Habari Leo michezo limeandika hivyo. Ukitaka kuipata kwa upana zaidi habari hii, basi nunua gazeti la Habari Leo. Hizo ndio habari ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ama kwenye kurasa za magazeti yote, ambayo takriban magazeti 6 ambayo mimi nimekuwa nayo hapo upande wa michezo na nimekusomea uzuri. Habari zimeandika hivyo. Ukitaka kupata habari kwa ukubwa zaidi, jipatie nakala yako ya magazeti, basi uweze kupata habari kwa undani. Lakini vile vile unaweza kusubiri sisi kama Kajenjere TV baadaye, wazee wa Yanga watakuwa na kikao na tutajaribu kupata taarifa hapa kikao kitakuwa saa ngapi, ama kama waandishi wanaruhusiwa tutafika pale kwenye makao makuu ya klabu ya Yanga mitaa ya Twiga na Jangwani, tuwasikilize wazee wanasema nini. Kwa sasa joto lipo juu, Yanga wanataka pointi 3. Bodi ya ligi imekwisha zungumza jana, mzee Steven Mguto kama mwenyekiti, Warren Scalia alizungumza juzi, na baadaye yakaja uchambuzi ukawa ni mwingi, ikiwemo afisa habari wa zamani wa timu ya Yanga Haji Manara alitoka hadharani. Kwa hiyo dabi ilivyoilishwa mambo yamekuwa ni moto, lakini umesikiliza namna ambavyo wamezungumza wazee wa Yanga kutoka Zanzibar. Watu bana
kutoka Zanzibar. Wazee wamekaa wameazimia kikao chao na tamko lao ni hilo zidi ya Rais Wallace Karia. Umewasikiliza hapa wazee wa Yanga wenyewe wamezungumza hivyo. Kwa hiyo tusubiri wazee wa Yanga tena watazungumza nini. Hapa ni tamko juu ya tamko mpaka kieleweke. Lakini mwisho wa siku mzee Steven Mguto aliuliza swali kwa mtu ambaye hataki kutumia busara kwenye hili sakata la Simba na Yanga lilipofikia, atamshangaa huyo mtu. Na je, akauliza kama ni Simba ama ni Yanga, kwa anayemwombea mwenzie ashuke daraja, akakuuliza wewe utapata nini kwa mtu ambaye anaomba timu mojawapo ishushwe daraja? Wewe utafaidika na kitu gani? Yeye aliuliza mzee Steven Mguto. Kwa hiyo yote kwa yote wanasema endelea kula mtori wakati nyama ziko chini. Mimi ni Rashid Kasim, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea hapa Kajenjere TV. Kwa sasa tuna mfumo wa vipindi ikiwemo kipindi cha Sport Fresh, kipo kipindi cha Screenshot, lakini kipo kipindi cha magazeti kunane magazetini. Saa 1 kamili asubuhi tunakuwa tuko live kabisa na tunakuangazia kurasa zote za magazeti yameandika nini, na unaweza kutazamia na kupata uchambuzi mchache kidogo, lakini vichwa vya habari vya siku husika, ikiwemo kesho siku ya Ijumaa tutakuwa tuko live majira saa 1 asubuhi kukuletea habari za magazeti. Mimi ni Rashid Kasim, na kuacha uendelee kututazama sisi Kajenjere TV mpaka wakati mwingine.